السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله مقدم الشهور والأعراض والمجدد الدهور والأيام، الحمد لله مقدر الشهور والأعوام ومجدد الدهور والأيام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل من عقد الإحرام، وعلى آله وأصحابه البررة الكرام. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Ikhwani fillah, baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, pamoja na kumtakia rehma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, hatuna budi kwamba tuziregeshe shukrani za dhati kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ambaye kwamba amenipatia mimi na wewe taufik ya kuweza kufika katika juma la tatu katika mwezi wa Shaaban. Na kufika katika mwezi huu wa Shaaban, juma la tatu, ni alama kwamba Ramadhan ipo katika mlango, inagonga mlango. Ikhwani fillah, katika dakika hizi chache naomba kwamba tuizungumze mada kama hii, kaifa nasta'iddu li Ramadhan, vipi tutajiandaa kwa ajili ya Ramadhan, kwa sababu Ramadhan ni neema kwetu sisi ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadithi ambayo kwamba amepokea al-Imam Ahmad katika musnad yake, na al-Imam al-Baihaqi na al-Imam Ibn Hibban na al-Imam al-Dhahabi ameitaja katika Siyaru A'lam an-Nubala. Hadithi kama hii iliyotoka kwa Abi Huraira, mmoja katika masahaba, Talha ibn Abdillah, alisema kwamba uritu fil manami aljannata, nilioneshwa katika ndoto, nilioneshwa pepo wa Mwenyezi Mungu. Faraaitu, nikaona katika hiyo pepo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuna watu wawili ambao kwamba walislimu, na watu kama hawa mmoja wao akafariki katika vita, kisha mwingine akafariki baada ya mwaka mmoja katika kitanda chake. Sasa huyu bwana anasema faraaitu almuakhara minhuma, nikamwona huyu mwenye kuchelewesha aliofariki katika kitanda chake kwamba yeye ameingishwa katika pepo wa Mwenyezi Mungu kabla ya yule shahidi, yule aliouliwa katika vita. Hawa watu walisilimu pamoja, lakini wakaenda kupigana vita, mmoja akafa shahidi, mwingine hakufariki kwamba ni shahidi, mwingine akafariki katika kitanda chake baada ya mwaka mmoja. Sasa Talha ibn Abdillah anasema akamuona huyu ambaye kwamba alifariki katika kitanda ni mwenye kuingishwa peponi mbele ya yule aliyokuwa shahidi. Akasema kwamba nikastaajabu na hili jambo, fa asbahtu fadhakartu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, nilipopambaukiwa nikamtajia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam jambo kama hili. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama, alaysa salla kadha wa kadha salatan wa adraka ramadhana fasamahu, kwani huyo bwana hakuswali sala kadha na kadha na hakuipata Ramadhan akaifunga Ramadhan. Mtume akasema fa walladhi nafsi biyadihi inna bainahuma
la ab'adu mimma baina as-samai wal ardh. Mtume akaapa kwa Mwenyezi Mungu, na hapa kwa yule ambaye kwamba nafsi yangu iko mikononi mwake, hakika baina ya huyu shahidi na huyu mwingine aliyokufa kitandani, daraja iliyokuwa baina ya hawa ili ni baina ya mbingu na ardhi. Sasa huyu ambaye kwamba alikufa kitandani kwa sababu ya kuswali sunna fulani na kwa sababu ya kuipata Ramadhani na akaifunga, akawa daraja yake ni kubwa kumshinda yule aliyokufa katika vita. Sasa kufikiwa na Ramadhani ni neema ambayo kwamba ni kubwa, lakini kuna masala tunatakana tujiulize mimi na wewe. Laqiya ahadu salafi akahu faqala la, kuna mmoja katika watu wema wa zamani alimuona ndugu yake akamuuliza, atarda halataka allati anta alaiha lilmauti, je, wewe unaridhika katika hali ambayo kwamba uko nayo sasa hivi kwamba mauti yakupate? Sikiliza swali alimuuliza ndugu yake, je, wewe unaridhika kwa hali uliokuwa nayo sasa hivi kwamba mauti yakufikie? Tujiulize swali kama hili na sisi. Je, sisi tunaridhika kwa hali tulizokuwa nazo kwamba mauti yatushambulie kwa hali tulizokuwa nazo? Hii hali tulokuwa nayo, je, tukikutana na Allah subhanahu wa ta'ala tupo radhi tukutane na Allah subhanahu wa ta'ala kwa hali hii ambayo kwamba tuko nayo? Yule bwana alipoulizwa swali kama hili akasema, la, mimi siridhiki. Akamuuliza swali jingine, hal azamta ala taubatin min ghairi taswifin, je, umeazimia wewe kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala basi na kuchelewesha, yani kwamba wewe unajipatia muhula kwamba unasema nitatubia kesho? Je, wewe umejiandaa namna hii? Umeazimia namna hiyo kwamba utafanya tauba leo sasa hivi? Swali kama hili tunatakana na sisi tujiulize. Je, tuna azma sisi ya kufanya tauba kwa yale ambayo kwamba tunayafanya? Haitoshi kwamba tunaonekana misikitini. Mwenyezi Mungu anaangalia siri zetu. Je, tunapokuwa faragha, tunapokuwa tupo sisi hakuna anayetuona, ni yapi tunayafanya? Sasa yale tunayafanya tunapokuwa sehemu ambayo kwamba hakuna anayetujua ama sehemu ambayo kwamba hakuna anayetuona, je, tuko radhi kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Yule bwana akajibu, la, sijaazimia kufanya toba hapa karibuni, bado naendelea kufanya, wanasema naendelea kula ujana. Kama vile ambavyo kwamba imezoeleka inapokurubia Ramadhani, watu wanasema kwamba acha tufanye maasi ya mwisho mwisho ili tuingie Ramadhani. Ndio kuna lugha ambayo kwamba inatumika kule pwani, wanasema kwamba wacha ni ile mfungo. Mfungo maana yake mtu anafanya yale maasi ya mwisho mwisho kabla ya kuingia nini? Ramadhani. Yule bwana akamuuliza swali jingine, hal ta'lamu daran ta'malu fiha ghaira hadhihi, je, kuna ulimwengu unaojua usiokuwa huu ulimwengu tuliokuwa nao ambao kwamba utaipata fursa ya kufanya matendo yaliyokuwa mema? Ikiwa hii imemalizika hii dunia, je, kuna ulimwengu mwingine ambao kwamba tutapewa nafasi ya kufanya mema? Yule bwana akasema la. Kisha akamuuliza, hal lil insani nafsani idha matat ihdahuma amila bil ukhra, je, huyu mwanadamu ana nafsi mbili, inapofariki nafsi moja atafanya matendo mazuri kwa nafsi nyingine? La, mwanadamu nafsi yake ni moja. Inapokufa nafsi kama hii hana nafasi nyingine ya kufanya matendo mema isipokuwa atakuwa ameshachelewa. Sasa ikhwani fillah, masala kama haya naomba kila mmoja akae yeye mwenyewe peke yake ajiulize katika nafsi yake. Je, kwa hali tulizokuwa nazo tunaridhika kwamba sisi tukutane na Mola wetu kwa sasa hivi? Na hii ni kwamba sisi kujiandaa na Ramadhan. Kwanza kabisa, a'rif nafsaka qabla Ramadhan, itambue nafsi yako kabla ya Ramadhan. Nafsi yako itambue kabla ya kuingia na Ramadhan,
kwa sababu Ramadhani ni mausimul khair. Usiseme kwamba nasubiri Ramadhani nifunge sana, niswali sana, nitoe sadaka sana. La, hutoweza. Kama vile ambapo kwamba wewe unapokuwa kwamba mwezi mzima umepika ugali, ama jana umepika ugali, kisha ile sufuria hujaiosha, umepata nafasi kwamba unaweza kupika biriani, huwezi chukua sufuria ikiwa na ukoko ukapikia biriani. Inawezekana hivyo? Sasa kitu cha kwanza, aarif nafsaka kabla Ramadhan, itambue nafsi yako. Maana yake at-takhalli kabla at-tahalli. Kwanza jivue na yale mabaya ambayo kwamba uko nayo, kisha ujipambe na mazuri. Huwezi ukajipamba na mazuri hali ya kuwa uko na mabaya. Hauwezi ukajipamba na mazuri hali ya kuwa bado uko na mabaya. Kwa hiyo kitu cha kwanza ambacho kwamba tujipambe nacho ama tujiandae nacho na Ramadhani, kitu cha kwanza ni tuzitambue nafsi zetu na tufanye at-takhalli, tujivue na yale mambo ambayo kwamba ni mabaya, hamridhishi Allah subhanahu wa ta'ala kabla ya kuingia na Ramadhani, kwa sababu Ramadhani ni neema. Mshairi anasema kwamba ata Ramadhan mazra'atul ibad litathhiri alqulubi min alfasadi faaddi huquqahu qawlan wa fi'la wazadaka fattakhidhu lilmaadi faman zara'a alhububa wama saqaha ta'awaha nadiman yawm alhasadi. Anasema ata Ramadhan, hii Ramadhan inayokuja ama Ramadhani inapokuja kila mwaka, basi tambua kwamba ni shamba lile ambalo kwamba ni kwa ajili ya waja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ili wapate kulima yale ambayo kwamba ni mazuri. Litatuhiri alqulubi min alfasad, sehemu Allah Subhanahu wa Ta'ala anayoangalia ni moyo wako. Sasa Ramadhani imeletwa litatuhiri alqulub, ili ipate kutahirisha nyoyo zetu min alfasad, kutokamana na uharibifu na ufisadi. Sasa Ramadhani kabla haijakuja, faaddi huquqahu qawlan wa fi'la, ipatie haki yake kwa maneno na kwa vitendo. Wazadaka fattakhidhu lilmaadi, na andaa zawadi yako kwa ajili ya kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Faman zara'a alhububa wama saqaha, yoyote ambaye kwamba atapanda mbegu kisha asitilie maji katika zile mbegu, asinyunyuzie katika zile mbegu, ta'awaha nadiban yawm alhasadi, siku ya kuvuna mtu kama huyu atakuwa ni mwenye kujuta. Hauwezi ukalima shamba ukapanda mbegu kisha usifuatilie lile shamba, usinyunyuzie maji ama usipalilie, lile shamba halitokuwa na faida yoyote. Sasa ndivyo ambavyo kwamba Ramadhani inapokuja ni kwa ajili ya kutahirisha nyoyo zetu. Sasa kabla Ramadhani haijafika, kitu cha kwanza tufanye nini? Nyoyo zetu tuzisafishe, tufanye at-takhalli. Na ndio maana mshairi akasema nini? Ya dhalladhi ma kafahu dhanbu fi rajabin hatta asa rabbahu fi shahri sha'ban. Ya dhalladhi ma kafahu dhanbu fi rajabin hatta asa rabbahu fi sha'ban laqad adallaka shahru as-sawmi ba'dahuma fala tusayyirhu aydan shahra 'isyan watlu al-Qur'ana wasabbih fihi mujtahidan fa innahu shahru tasbihin wa Qur'an واحمل على جسد ترجو النجاة له فسوف تضرم أجساد بنيران كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب القاصي من الداني ومعجب بثياب العيد يقطعها فأصبحت في غد أكواب أكفان حتى متى يعمر الإنسان مسكنه ومصير مسكنه قبر للإنسان. Mshairi anasema maneno mazito, anasema ya dhalladhi ma kafahu dhanbu fi Rajab, wewe ambao kwamba hukutosheka kutenda dhambi katika mwezi wa Rajab, hatta asa rabbahu fi Sha'bana, mpaka ukamuasi Mola wako katika mwezi wa Shaaban. Laqad adallaka shahru sawmi ba'dahuma, tambua kwamba hakika unaokufuata ni mwezi wa saum baada ya miezi miwili kama hii. Fala tusayyirhu aidan shahra isyan, basi usifanye huo mwezi wa saum, mwezi wa Ramadhan,
huwa ni mwezi wa kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Watlul Qur'ana, isome Qur'an. Wasabbih fihi mujtahida, na msabihi Mola wako hali ya kuwa ni mwenye kujitahidi. Wasabbih fihi mujtahidan fa innahu shahru sawmi fa innahu shahru tasbihin wa Qur'an, kwani huo mwezi wa Ramadhan ni mwezi wa kuleta tasbihi kwa wingi, ni mwezi wa kusoma Qur'ani kwa wingi. Kam kunta ta'rif fahmil ala jasadi, huu mwili wako ubebeshe mzigo. Mzigo gani? Tarju najata lahu, mzigo ambao kwamba unatarajia kwamba utaokoka na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fasawfa tadramu ajsadun biniran, kwani siku ya kiyama miti itachomwa kwa moto wa jahannam. Kwa hiyo beba katika mwili wako kitu ambacho kwamba unajua kwamba itakuwa ni sababu ya wewe kuokoka na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kam kunta ta'lam, kam kunta ta'rifu mimman sama, ni wangapi ambao kwamba ulikuwa unawajua walikuwa wakifunga Ramadhan fi salafin, katika watu waliopita, min ahlin wa jiranin wa ikhwani, ikiwa ni watu wa familia yako. Kuna babu zako wangapi walifariki? Kuna wajomba zako wangapi walifariki? Kuna ndugu zako wangapi walifariki? Kuna majirani wangapi walifariki ambao kwamba walikuwa wakifunga Ramadhani? Afnahumul maut, mauti yote yamewatoa katika mgongo wa ardhi, yote yameondosha katika mgongo wa ardhi. Wastabqaka hayyan, lakini haya mauti yakakuacha wewe bado uko hai baada ya wao kufariki. Kitu unachotakana kukifanya ni nini? Ni kwamba uipatie haki Ramadhani. Wastabqaka ba'dahum hayyan, yakakuacha mauti mpaka sasa hivi wewe uko hai, sio kwamba wewe ni mjanja, la. Afnahumul maut wastabqaka ba'dahum hayyan, fama aqraba alqasi, fama aqraba alqasi min ad-dan, ni ukaribu uliooje kwa yule aliyokuwa mbali na yule aliyokuwa karibu. Leo mimi nazungumza habari hizi, lakini huenda kesho msinione ikawa na mimi pia mnasema kuna mtu fulani naye alitarajia kwamba anaipata Ramadhani, lakini amekutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu hii safari ni karibu mno. Al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala alipoulizwa masala manane, moja katika masala kama akaulizwa kuhusu qaribun na aqrab, kitu kilichokuwa karibu na kilichokuwa karibu zaidi ya kile kilichokuwa karibu ni gani? Kasema kullu ma yurtaja qaribun wal maut min kulli dhaka aqrabu, kila kinachotarajiwa kipo karibu. Ikiwa tarajia kuoa basi ujua ndoa iko karibu, lakini wal maut min kulli dhaka aqrab, lakini mauti kuliko vitu vyote wanavyovitarajia ndio mauti yako karibu zaidi. Sasa kuna watu ambao kwamba Mwenyezi Mungu ameshawachukua, lakini sisi bado tupo wa mu'jabun bi thiyabil Eid. Na kuna mtu ambaye kwamba anastaajabu kitu ambacho kwamba anakipenda, anachokifikiria akiambiwa Ramadhani, anafikiria nguo za kusherehekea Eid. Yani yeye anafikiria mwisho wa Ramadhani. Ramadhani haijaingia, anapiga mahesabu ni kanzu gani ambayo kwamba nitavaa siku ya Eid. Wa mu'jabun bi thiyabil Eid, na mwenye yule kupenda kustaajabu na nguo za Eid. Subhanallah. Fa asbahat fi ghadin akwaba akfani, uenda unapambaukiwa ile siku ya Eid, ile nguo ambayo kwamba ni ya Eid ikafanywa kwamba ni nguo yako ya kafan. Hatta mata ya'muru al-insanu maskanahu, mpaka lini huyu mwanadamu atakuwa anapendezesha ile sehemu yake ya kuishi hapa duniani? Wa masiru maskanihi qabru linsani, lakini mwisho wa maskani yake mwanadamu ni kaburi. Ikhwani fillah, idha Ramadhanu ata muqbilan, Ramadhani inapokuja ni yenye kutuelekea kwamba inakuja kwetu sisi. Fa aqbil fa bil khairi yustaqbalu, basi tuielekee hii Ramadhani, lakini kwa mambo ambayo kwamba ni mema, kwa mambo ambayo kwamba ni mazuri, kwa amali ambazo kwamba ni zenye kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu gani? La'allaka tukhti'uhu qabilan, uenda Ramadhani hii ukaipata, lakini ya mwaka ujao ukaikosa. Ama ya mwaka jana ulipata, lakini huu mwaka usifike Ramadhani ukaipata.
Allahumma ballighna Ramadhan la'allaka tukhti'uhu qabilan wa ta'ti bi'udhrin fala yuqbalu, kisha ukaja na udhuru mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, udhuru kama ule Mwenyezi Mungu haukubali, kwa sababu ulipatiwa muda wa kuishi. Ramadhani ngapi zimekupita? Ni kipi ulichokifanya mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Tuliipata natija ya Ramadhani, na sababu kwamba hatuipati natija ya Ramadhani ni kwamba sisi wenyewe hatujiandai na Ramadhani. Ikiwa hatua ya kwanza ya kujiandaa ni at-takhalli, ni kujivua na yale makosa tuliyokuwa nayo, tukafanya tauba, tukazitambua nafsi zetu, basi hatua ya pili ni itharatu shauq, ni kwamba ndani ya nafsi zetu kuwe na mapenzi na hii Ramadhani. Ramadhani inakuja, unaambiwa Ramadhani kwamba ndani yake kuna lailatun khairu min alf shahr. Sasa wewe uwe unaitamani kuipata hii lailatun min alf shahr. Unaambiwa Ramadhani kwamba kila inapoingia magharibi lillahi utaqa, kila inapoingia Ramadhani magharibi Mwenyezi Mungu anawaachia watu huru. Kuna watu ambao kwamba wamestahili kuingia motoni, Mwenyezi Mungu anawatoa. Basi wewe iwe hamu yako na mapenzi yako ni kuipata nafasi kama hii. Ikiwa Ramadhani kumesifiwa kwamba ndani yake ukifanya man adda sunnatan kama adda faridatan, mtu akitekeleza sunna moja ni kama aliyotekeleza faradhi, iwe hamu yako ili kutekeleza sunna katika Ramadhani. Ukiambiwa kwamba Qur'ani inalipwa fabiharfin bi'ashara, ukisoma harfu moja unalipwa 10, lakini Ramadhani ni azyad wa adhaf, ni zaidi ya hivyo, basi uwe na hamu ya kuisoma Qur'ani ndani ya Ramadhani, uwe na shauku. Na shauku kama hii ikijengeka, hatua ya pili itakuwa ni kwamba idha shtaqta, pindi unapokuwa na shauku, la shamamta riha Ramadhani min bu'di, utaisikia ila harufu ya Ramadhani kutoka mbali. Yani kuna watu ambao kwamba wako ndani ya ardhi, lakini Ramadhani wanisikia kama chakula kinavyonukia vizuri, kama alivyokuwa Nabii Yaqub alayhi salatu wasalam. Akasema nini? Inni la ajidu riha Yusuf. Nabii Yusuf yuko mbali ndani ya mji wa Misri, Nabii Yaqub yuko nchi nyingine, lakini anasema inni la ajidu riha Yusuf. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya mapenzi aliyokuwa nayo kwa Nabii Yusuf. Je, sisi tuna mapenzi kwa neema hii ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupatia? Kuna shauku ambayo kwamba ipo katika vifua vyetu kwamba Ramadhani inakuja. Nimejiandaa vipi? Nimeweka mswafu wangu ama tayari nishaanza kusoma Qur'ani? Nishapangilia ratiba yangu ya Ramadhani kwamba kila siku mimi nisome sura moja, kila siku nisome juzu 2, kila siku nisome juzu 5, kila siku mimi nimswalie mtume mara ngapi, kila siku nilete tasbihi mara ngapi? Je, haya tumeyapangilia ama ushaika ration kwa ajili ya Ramadhani? Ndio maandalizi yetu ambayo kwamba tuko nayo. Ikhwani fillah, tutambue kwamba hii ni fursatun dhahabiyya, ni fursa ya dhahabu. Wal fursatu dhahabiyya la tatakarrar, golden chance never come twice. Usitarajie kwamba Ramadhani inapomalizika utaipata Ramadhani nyingine, la. Sasa Ramadhani inayokuja, sema kwamba naifunga hii Ramadhani kama ni Ramadhani yangu ya mwisho, kuipatia haki yake. Ikiwa ni swala, unahakikisha kwamba swala zote takbiratul ihram inanipata mimi nyuma ya imamu. Ikiwa ni sunna hazikupiti. Ikiwa ni mdomo wako umeufunga hauzungumzi isipokuwa ni la kumridhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikiwa ni muamala na ndugu zako Waislamu, umesema kwamba mimi hata yule aliyonikosea namuomba msamaha mimi aliyonikosea. Yote ni kuitafuta sulh, wa sulhu khair, na suluhu siku zote ni bora zaidi mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa ikhwani fillah, masiku haya yanamalizika, lakini kitu ambacho kama tunatakana tukihakikishe ni kwamba turudi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuelekeze nafsi zetu kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwani hakuna kitu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anachokipenda kama yule mwenye kuifanya tauba. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaisimulia hadithi,
anasema kwamba Mwenyezi Mungu ni mwenye kufurahi zaidi kwa mja wake anapofanya tauba. Akapiga na mfano na mtu ambaye kwamba amesafiri jangwani na mnyama, ima ni farasi ama ni ngamia ama ni punda. Kisha huyu bwana baada ya kupumzika mnyama wake akapoteana na yeye. Akamtafuta katika jangwa kama lile. Ni jangwa ambalo kwamba halina maji, halina chakula, hakuna mtu. Na chakula chake kipo kwenye mnyama, maji yapo kwa yule mnyama. Mpaka akakata tamaa, akaketi katika mti kwamba wacha mimi nisubiri tu kama ni mauti alifika. Lakini baada ya kulala muda kidogo, mara anamuona yule mnyama amemsimamilia. Mtume anasimulia hadithi, anasema yule mtu kwa furaha yake atamwambia Mola wake kwamba ya Rabbi innaka abdi wa anta rabbu, ewe Mola wangu hakika wewe ni mja wangu na mimi ni Mola wako. Kwa ile furaha, kisha Mtume akasema akhta, huyu mtu anakosea bishiddatil farah, kwa sababu ya ile furaha ilivyokuwa kali. Sasa Mwenyezi Mungu anafurahi zaidi kuliko huyu mtu ambaye kwamba amempoteza huyu mnyama katika ardhi ambayo kwamba ni ya jangwa. Unaporudi kwamba wewe unarudi unafanya tauba, ya Rabbi unanijua kwamba mimi siku fulani nilifanya kitendo fulani, lakini ya Rabbi anta arhamur rahimin, wewe ndio mwenye kusikitikia zaidi ya wenye sikitiko, ya Rabbi nisamehe. Unapotubia kwa hakika ama unapotubia kwa ukweli, Mwenyezi Mungu anaikubali ile toba na Mwenyezi Mungu anafurahia kwamba wewe umerudi kwake. Lakini swali kama lilivyoulizwa kwamba hal azamta ala taubatin min ghairi taswif, je, umeweka azma ya kufanya tauba basi na kuchelewesha? Na usiseme kwamba mimi sina madhambi, la, kullu ibn adam khata'un, kila mwanadamu ni mwenye kukosea, wa khairu khata'ina at-tawwabuna, lakini bora ya wenye kukosea ni wale wenye kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu anasema inna Allah yuhibbu at-tawwabina, Mwenyezi Mungu anawapenda wale wenye kufanya toba mno. Kufanya toba mno maana yake huyu mtu anafanya makosa kila time ndio anarudi kufanya toba. Sasa Mwenyezi Mungu anawapenda watu kama hao. Na Mwenyezi Mungu maajabu yake, toba alipozungumzia katika suratu Zumar akasema kwamba watu wasikate tamaa na rehema zake. Anasema inna Allaha yaghfiru dhunuba jamia, Mwenyezi Mungu anayasamehe makosa yote, anayasamehe madhambi yote. Akusema kwamba anasema inna Allaha yaghfiru almudhnibina, Mwenyezi Mungu anawasamehe wale wenye kutenda dhambi. La, anayasamehe yale madhambi yenyewe. Na hii ndio ni tofauti yake Allah subhanahu wa ta'ala na sisi wanadamu. Mwanadamu unapomkosea kisha ukamuomba msamaha, yule mwanadamu anakusamehe wewe kosa na liacha pale pale. Yaani leo nimekutukana kisha nikuombe msamaha baadaye, utanisamehe mimi, lakini lile tusi kila siku unalikumbuka, kila ukiniona unalikumbuka. Sasa utakuwa wewe una hofu kwamba mimi simzungumzishi huenda kanitusi tena. Lakini Mwenyezi Mungu sio hivyo. Mwenyezi Mungu anasamehe ile kosa. Ndio tunaambiwa kwamba at-taibu minadh-dhanbi kama la dhanba la, yule mwenye kutubia kutokamana na madhambi ni kana kwamba yeye hana dhambi kabisa, kwamba Mwenyezi Mungu amelisamehe ile kosa, amelisamehe ile dhambi. Sasa wewe unakuwa unaporudi kwake yeye ukiswali, unarudi hali ya kuwa ni msafi, unarudi hali ya kuwa ni mtu ambaye kwamba ni mzuri. Tofauti na sisi tunapofanya makosa, mtu akikuomba msamaha unasamehe yale makosa, lakini yule mtu bado unamkumbuka. Yaani unamsamehe mtu lakini yale makosa bado unayakumbuka. Na ndio maana mtu akikufanyia kosa unakuwa na tahadhari na yeye kwamba lile lisijirudie tena. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, inna Allaha yaghfiru dhunuba jamia, Mwenyezi Mungu anasamehe madhambi yote. Sasa ikhwani fillah, katika mausimul khair kama huu, tuko awakhir Shaaban, juma la 3 katika mwezi wa Shaaban, ni kwanza tujipambe na sifa 3 kama hizi. Kujiandaa na Ramadhan sio kujiandaa kwa iftar, sio kujiandaa na nguo labda useme hii ni kanzu ya tarawih ya kwanza, hii ni kanzu ya tarawih ya pili. La, ni kujiandaa na ratiba ya kufanya ibada, ni kujiandaa na ratiba ya kufanya amali
na kabla haujajiandaa kufika Ramadhani, huo umefanya at-takhalli, atua na yale makosa ambayo kama umeyafanya. Kisha kitu cha pili ni itharatu shauq, huo utakuwa na shauq na matamanio ya kwamba wewe utafanya mema katika Ramadhani, na ukifanya haya mawili basi automatically inakuja sifa ya tatu ambayo kwamba ni kuisikia ile harufu ya Ramadhani. Utashangaa kwamba Ramadhani pia nao ina harufu, ni kwa sababu sisi hatuna shauku, ndio maana tusikii harufu. Sasa ndugu katika imani, hatujachelewa kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, maadamu pumzi tuko nazo, maadamu nafsi zetu ama nyoyo zetu hazijafika katika kilindako. Kwa hiyo tunaweza kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa kuna mtu yoyote ambaye kwamba kuna suu tafahum, umekosana na yeye, hamuelewani, basi ni bora ukaombana naye msamaha. Ikiwa kuna wazazi wako, na ndio baya zaidi, labda wazazi wako umewakosea, basi ni uzuri kuomba msamaha, kwa sababu siku zote inna Allaha tayyibu la yaqbalu illa tayyiba ama yuhibbu tayyiba. Mwenyezi Mungu ni mzuri na anapenda kitu kizuri. Mmoja katika tabi'in alimuona bwana kwamba kuna mama anapita na matunda, anauza matunda. Huyu bwana akachukua tunda kisha akakimbia nalo. Sasa huyu mwanachuoni akamfuatilia yule bwana, akaenda akawapatia watoto mayatima. Akaulizwa, mbona unafanya hivi, unafanya nini? Akasema ndio utajiru ma Allah, nafanya biashara na Allah subhanahu wa ta'ala. Vipi unafanya biashara? Anasema pale nimeiba, nimepata dhambi, huko nimekuja kuitoa sadaka, lile dhambi limemalizika. Sema la, inna Allaha tayyibu la yaqbalu illa tayyiba. Mwenyezi Mungu ni mzuri, hakubali isipokuwa kitu kizuri. Sasa isiyo unaingia Ramadhani, tuchunge pia hata kile chakula tunachokula kiwe ni kizuri. Huenda kile chakula, ulama wanasema kwamba mtu akila halali, kila chakula cha halali, yule mtu atafanya jambo zuri, atafanya jambo jema, atafanya ibada atake asitake. Lakini akichukua kitu cha haramu akakila, basi yule mtu atafanya maovu atake asitake. Mtu akila halali atafanya mema atake asitake, na akila haramu atafanya maovu atake asitake. Kwa hiyo ndugu katika imani, katika mengine ya kujichunga ni katika vyakula tunapokula. Mwenyezi Mungu atufikishe katika mwezi wa Ramadhani. Mwenyezi Mungu atujalie katika mwezi wa Ramadhani tuwe katika min an-nuqada. Ya Rabbana dhalamna anfusana wala in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu alayhi wa sallam.